Sana TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin abil qasim al amin sayyidina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi al mayamin. Ndugu zangu, mimi na nyie tumshukuru Mwenyezi Mungu sana kwa kutuwafikisha kukutana katika sehemu yetu hii ya tatu ya mwezi muandamo, ambayo panapo hai na majaliwa katika eneo hili la mwezi muandamo, hii ndiyo sehemu ya mwisho. Katika sehemu hii ya mwisho nataka nisome maneno mafupi ya aliyekuwa mufti wa Saudi Arabia, Mufti Abdullah bin Abdul Aziz Baz, lakini pia nisome na maneno ya mufti wa sasa aliyoyanukuu na kuyaandika mufti wa sasa wa nchi ya Oman, Al-Habib Al-Sheikh Al-Fadhil Ahmad bin Hamad Al-Khalili. Mwenyezi Mungu atuwekee, Mwenyezi Mungu atutunzie mwanachuoni huyu ambaye ni hodari sana wa kuzungumza na kujenga hoja. Mwenyezi Mungu ambariki. Baada ya hayo niwaletee maswali 10 mafupi ambayo hayo sasa yatabaki kule kwa ndugu yangu Sheikh Kasim Mafuta. Hayo atayafanyia kazi moja na kuyaandalia majibu moja. Baada ya kunukuu kidogo maneno ya Mheshimiwa Mufti wa Saudi Arabia wa wakati huo na Mheshimiwa Mufti wa Oman wa sasa, baadaye kuna maswali 10 haya nitayaweka hewani, lakini maswali yatakaomwendea Sheikh Kasim Mafuta na wale watu wake wa msimamo wake, ili kuweza kupata kujifunza. Ni maswali ya kutaka kujifunza, sio maswali ya kutaka kubishana. Katika swala hili la mwezi wa kimataifa, wale ambao wanaamini juu ya mwezi wa kimataifa waelewe wanakwazwa na vitu viwili, lakini kikubwa zaidi wanakwazwa, hawawezi kutengeneza kundi la kuswali Eid katika nchi ambayo ina mufti wake au ina kadhi wake, alafu wewe mtu wa kawaida ukaanzisha kundi lako ukaswali Eid. Hilo unakwazwa, na fatwa za mashekhe zinawakwaza, hazitaki mfanye namna hiyo ili kuimarisha ule umoja wa pale mahala mlipo. Katika hilo Mufti bin Baz wakati huo, Mufti Abdullah bin Abdul Aziz Baz wa wakati huo, katika hizi fatawa zake muhimma, katika ukurasa 610 na ukurasa 611 kuna vipande vifupi vyote vinaonyesha juu ya hayo mafunzo ya kutakiwa mtu asikubali kufunga peke yake, bali afunge na afungue na wale watu wa mji wake. Ndivyo anavyotakiwa kufanya namna hiyo. Aliulizwa na mtu mmoja kutoka Misri juu ya kutangulia kufunga na kuchelewa, akajibu, alaika an tabqa ma ahli baladika fa in samu fasum ma'ahum wa in aftaru fa aftir ma'ahum liqauli nabiyyi sallallahu alayhi wasallama as-sawmu yawma tasumun wal fitru yawma tuftirun wal adha yawma tudhahun. Wenzetu wanasema hapo kwa mujibu wa hadithi kwamba kumbe watakiwa ufunge kwa ile siku ambayo wale watu wa mji wako pale ndivyo wanavyofunga siku hiyo, sio wewe uchelewe. Hapana, sababu tayari hapo kuna suala la amri ya kiongozi. Alaika, ni juu yako wewe, antabaka, kubakia, maa ahli baladika, pamoja na watu wa mji wako. Fa in swamu, wakifunga watu wa mji wako, fasum maahum, funga pamoja nao. Wa in aftaru, wakifungua watu wa mji wako, fa aftir maahum, fungua pamoja nao. Haya ndio maelekezo ya Mufti Bazi, ili kuwataka watu wafunge pamoja na wala mtu asijibebe peke yake akafunga peke yake. Ukurasa 611 pia akaulizwa tena. Alipoulizwa safari hii akajibu kwa ufupi tena, akatamka na akasema wazi, wa alaika an tuftira ma'ahum, ni juu yako wewe. Asema fa inna alaika an tasuma ma'al muslimina fi baladika. Kanzi hapo, fa inna alaika, ni juu yako wewe, an tasuma, kufunga, ma'al muslimin, pamoja na waislamu, fi baladika, katika mji wako. Wa alaika an tuftira, na ni juu yako kufungua, ma'ahum, pamoja nao, amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam as-sawmu yawma tasumun
walfitru yauma tuftirun wal adha yauma tudhahun. Yani kote kote anaelezea juu ya kwamba hutakiwi kufanya hivyo peke yako, ingia kwenye kundi la ile nchi na wale watu wengi wanaofunga pale. Na hapa mbele akasema wa thabata an ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Quraiban lamma akhbara ahla ash-Sham qad samu yawm al-jum'a faqala ibn Abbas nahnu ra'aynahu yawm as-sabt fala nazalu nasumu hatta nara al-hilala au nukmila 30. Kwa ajili walam ya'mal bi ru'yati ahli ash-Sham libu'udi ash-Sham anil madinati wa ikhtilafi al-matali'i bainahuma. Hiyo ndio kauli ya Ibn Baz katika swala hili la mwezi. Na mimi kwa sababu ninafahamu Sheikh Kasim Mafuta ni mtu mwadilifu, atafanya huu uadilifu wa kuwaambia wale wafuasi, jamani, kauli ya Ibn Baz ni hii. Ama Mufti Oman Sheikh Ahmad bin Hamid al-Khalili, yeye mwenzetu ameandika kitabu na nina imani na hawa wa Tanzania nao wenye msimamo wa mwezi wa kimataifa wanaweza wakaandika kitabu. Mufti wa Oman yeye haungi mkono mwezi wa kimataifa na ameona aandike kitabu, kisha kitabu chake 90% yawe maneno sio yake, awanukuu wanawachuoni duniani. Akafanya hiyo nukuu na kitabu chake ndio hiki, amekipa jina Ikhtilafu al-Matali' wa atharuhu ala ikhtilafi al-ahilla. Kwenye ukurasa wa 39 kwenye kipande cha jawabu, kama nilivyosema nakimbilia sana muda, kipande cha jawabu asema walakin idha kana albaladu tahta hukmin wahidin, utakapokuwa mji au nchi ipo chini ya hukumu moja tu, wa amri hakimil biladi wa amara hakimul biladi bisawmi, wa amara na akaamuru hakimul biladi kiongozi wa mji bisawmi kufunga, au alfitri au kufungua, wajaba mtithalu amrihi kumepasa kufuata amri yake, lianna almas'alata khilafiyatun, kwa sababu mas'ala ya mwezi ni khilafia, lakini wa hukumu alhakimi kama naifanya mubtada au istinafu, wa hukumu alhakimi na hukumu ya hakimu yarfa'u alkhilafa, inaondoa hiyo khilafia, lazima kumtii hakimu. Sasa wa binaan ala hadha sumu wa aftiru kama yasumu wa yuftiru ahlul baladi alladhi antum fihi sawaun wafaqa baladakumul asliya au khalafahu, wa kadhalika yawma arafata ittabi'ul balada alladhi antum fihi. Asema basi kwa kujengea juu ya kauli hii, fungeni na fungueni kama wanavyofunga na kufungua watu huo mji ambao nyewe mnaishi hapo, ni sawa sawa, inawafikiana na huo mji wenu mlikotokea nchini kwenu huko, au haiwafikiani. Hali kadhalika siku ya Arafa fuateni ule mji ambao njie mko hapo, acheni habari ya kuangalia Maka. Hii Arafa tutaieleza kwenye kipindi chetu cha mwisho insha Allah. Kwa hiyo mufti yeye wa Oman amefanya kazi kubwa sana ya kutafsiria swala hili, akatuelezea pia kwamba hata suala la mwezi muandamo, ile amri yake ile kwamba sumu liruyatihi ni khitabu amu, anasema hata ile aqimi salata pia ni khitabu amu. Ile aqimi salata liduluki shams, simamisheni swala ya dhuhuri kwa kupinduka jua, asema ni khitabu amu ile, yani ni khitabu inayoenea kumwenea kila mtu. Lakini hali kadhalika hiyo nayo huwezi kusali dhuhuri mpaka jua lipinduke kwenye eneo lako. Na sumu liruyatihi, sumu ni khitabu amu, lakini huwezi kufunga mpaka mwezi muandamo katika eneo lako, kama ambavyo jua kwenye eneo lako na mwezi pia ni katika eneo lako. Baada ya kumaliza hayo, nielekeze yale maswali niliyosema ambayo itaelekeza kwa Sheikh Kasim Mafuta, na nina imani kabisa atayafanyia kazi masuala haya kwa utulivu mkubwa, na yule ambaye atakuwa na nia ya kumsaidia anaweza kumsaidia, lakini amsaidie kwa nia njema. Swali la kwanza juu ya mwezi wa kimataifa. Mwezi unahitaji ili ufuatwe au ukubaliwe, unahitaji mambo matatu. Kwanza, uonwe. Pili, sifa za aliyeuona. Tatu,
yule anayeuthibitisha sasa, ili watu wengine waufuate. Tanzania hapa kwanza kuna mufti ndiye mthibitishaji wa ule mwezi. Ile kamati kazi yake ni kuusaka mwezi, mufti ndiye mthibitishaji. Alafu anatamka kwamba jamani, mwezi umeonekana na kesho ni kufungua au kesho ni kufunga. Ile kamati ina kazi ya kumchunguza aliyeona, kama aliyeuona ni wilaya fulani, kijiji fulani. Ile kamati ina kazi hiyo, na pia huko nako lazima mwezi uwe umeonekana kweli. Na ndio maana BAKWATA ikafanya mpango, kwa kuwa ina mashehe wa kata, wilaya, mkoa, ndani ya BAKWATA kuwe na kamati ya mwezi ili wapokee taarifa kwa shehe wa kata, wilaya, mkoa. Narudia kujenga swali langu la msingi, hoja yake, mwezi unahitaji kuonwa. Mwezi unahitaji sifa za anayeuona awe nani, na pia mwezi unamhitaji mtu wa kuthibitisha, ili huyo akitangaza ana sauti ya hawa wengine wafuate. Swali sasa, wewe ndugu yangu Sheikh Mafuta, unaamini juu ya mwezi wa kimataifa. Hivi mwezi ukitoka Arabuni, nchi yote, aliyeuona wewe humjui, kamati yake wewe huijui, kama wana mufti wao au kadhi wao anayeuthibitisha wewe humjui. Hawa wote hawa huna unayemjua hata mmoja. Vipi unabeba jambo zito la kisheria kwa watu ambao wote huwajui? Wewe uko hapa Tanzania, wasema mwezi umetoka nchi fulani, hao wote hawa huna unayemjua hata mmoja. Vipi unabeba jambo la kidini hili kumpa mikononi mtu ambaye huna unayemjua hata mmoja katika hao? Swali hili tutafanya kazi kulijisamu la kisheria hili. Hili ni swala la kisheria. Swali la pili, mwezi ukionekana magharibi Tanzania, mwezi ukionekana magharibi Tanzania kwa mwezi wa kimataifa ambao mimi nimesema haupo, hautekelezeki. Mwezi ukionekana magharibi Tanzania, Marekani ni asubuhi, Auckland ni usiku mwingi. Kwa mwezi ukionekana magharibi Tanzania, sisi hatuswali swala ya nani hii siku hiyo ya tarawehe, kama ikiwa ni 29 kuelekea mfunguo mosi. Lakini kama ni Shaabani kuingia Ramadhani, tunaanza kuswali swala ya tarawehe hata kama hatujafunga. Maana yake Ramadhani imeshaingia. Kwa kuwa Ramadhani imeingia, hawa ambao ni asubuhi saa 3 washakunywa chai, unawaambia nini? Hawa ambao asubuhi saa 3 wameshakunywa chai, unawaambia nini? Ukiwaambia hawa wafunge asubuhi saa 3, watakwambia hakuna saumu ya saa 3 asubuhi, sababu iko hadithi, hana saumu ambaye hakuilaza ni ya usiku. Na pia atakwambia siwezi kunuia jana, maana Ramadhani ilikuwa haijaingia. Asa atakuuliza, mimi sasa hivi ni saa 3 asubuhi, chai nishakunywa, na we Tanzania huko kwako ni magharibi, mwezi ushaonekana, kwa tayari dunia imeshaingia kwenye Ramadhani. Kwa wewe mwenye mtazamo wako wa mwezi wa kimataifa, je, mimi nishakunywa chai saa 3 asubuhi, niendelee kula au nijizuie? Nikiendelea kula, ninakula wakati mimi si mgonjwa, si msafiri, sina ada. Sasa mimi ninakulaje wakati huu ni mchana wa Ramadhani? Na ukiniambia nifunge, ninafungaje wakati nishakunywa chai? Igeuze hiyo, ilete kwenye 29 Ramadhani. Tanzania imeuona mwezi magharibi, tayari Ramadhani imeisha, imeingia Shawwal. Huyu ambaye amefunga lakini yuko saa 3 asubuhi afanye nini? Akifunga anaendelea kufunga mchana wa Eid, na kuna hadithi inaharamisha kufunga siku ya Eid. Akijizuia, anajizuiaje wakati Ramadhani ishaondoka? Unakuja kuona hapa hakuna suluhu, kwa sababu mwezi wa kimataifa hautekelezeki. Ingekuwa sio mwezi wa kimataifa, mwenyewe angalia tarehe zake na wewe tarehe zako. Leo kwa mwezi wa kimataifa, huyu saa 3 asubuhi, lazima kipindi hichi sheria ambazo ziko Tanzania na yeye zimguse huyu. Tunamsaidiaje huyo ambaye kwake ni asubuhi? Huyu ambaye kalala yuko saa 8 ya usiku, Tanzania ni magharibi, kule saa 7 ya usiku au saa 8 ya usiku. Nikimpigia simu ninamwambiaje katika mwezi wa kimataifa? Nimwambie kwamba Ramadhani imekwisha, kwa hapo ulipo jiandae kuswali Idi, au nimwambie kwamba Shaabani imekwisha, Ramadhani ishaingia? Huo ni uzito.
Ndio maana nikasema mwezi wa kimataifa haupo na hauwezekani na hautekelezeki. Sasa wewe utakuja kusaidia kwamba hizi nchi ambazo ni usiku wa mbele na hizi ambazo ni mchana unaanza na sisi ambao tupo katikati, na huo ni mwezi uliotoka kwa mtazamo wa Tanzania. Lakini mtazamo wa Marekani sasa, maana Auckland New Zealand iko mbele zaidi, Marekani nayo iko nyuma zaidi. Lete picha wakati kule New Zealand wameuona mwezi katika mchana magharibi ya Jumatano, lakini Marekani wako asubuhi ya Jumanne. Hawa magharibi ya Jumatano, hawa asubuhi ya Jumanne. Alafu yule mtu wa Marekani anapiga simu, mtu wa New Zealand anapiga simu Marekani, jamani mwezi umeonekana. Hawa huku ni Jumanne, hawa huku ni Jumatano. Wanapokubali kwamba kweli mwezi umeonekana, itakuwa ni tarehe moja ndani ya siku 2. Unafanyaje? Mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani, hautekelezeki. Hili ni swala la pili ambalo na hakika utalifanyia upembuzi ya kinifu. Swala la tatu, mwezi wa kimataifa unapokewa kutoka nje ya nchi. Aliyeuona kama nilivyosema mwanzo hajulikani, aliyeupokea hajulikani, na aliyesema pia hajulikani. Sasa ni vyema basi jamii ukaifahamisha masharti gani ili mwezi kuupokea, masharti gani ili mwezi kuupokea. Ingawa mimi nilifurahi hivi karibuni nilikusikia ukisema Sheikh Mafuta ya Abul Fadhili kwamba kuna baadhi ya watu bwana, mimi wakitangaza mwezi mimi ninakuwa sifuati kwa sababu hawako makini kwenye suala la mwezi. Sasa ni vyema basi ule umakini ukaueleza ili jamii ione, je, umakini huo unaupataje kwa mtu anayeutangaza mwezi huko Indonesia? Humjui sura, humjui ujamaa, humjui chochote. Au nyie mnafunga kwa sababu watu wameswali na kufunga, au mnafunga kwa ithibati ya mwezi? Kama ni ithibati ya mwezi mtueleze, ithibati hii mnaipataje kwa watu msiwajua? Ino ni pia mtaifanyia kazi. Swali la 4, msimamo wa mwezi popote. Kule Saudi Arabia haupo. Msimamo wa mwezi popote kule Saudi Arabia haupo. Na Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mkweli mashallah na ni shahidi juu ya hili. Saudi Arabia haifuati mwezi popote. Saudi Arabia inafuata mwezi wa masafa maalum. Ndio maana katika nchi yake umefanyika mkutano na wameamua likulli baladin ru'yatuhum. Kwa Saudi Arabia haifuati mwezi wa kimataifa, inafuata mwezi wa masafa maalum kama nilivyoeleza. Swali langu, kwa kuwa wewe na watu wa mfano wa wewe ndugu yangu umetwalii, umesoma, umeona kwamba msimamo mzuri ni msimamo wa mwezi ukionekana popote mnaufata, naomba kujua mlikuwa mnafanyaje kule mlikokuwa mkiishi kusoma? Mlikuwa mnafanya nini kule? Yaani mlikuwa nyinyi ikifika siku ya Ramadhani mnafunga kwa siri, ikifika siku ya Idi mnakula kwa siri, kisha hamswali Idi kwa kuogopa serikali? Au mlikuwa mnafunga kwa nguvu na mnafungishwa kwa nguvu? Mlikuwa mnafanyaje? Maana saumu ni ibada ya siri. Unaweza kwenda chumbani ukapika chakula ukala ukashiba tu kwa sababu unaamini kwamba leo sio saumu, leo ni sikukuu. Je, hili mlikuwa mnalitekelezaaje? Haya mnayoyafanya Tanzania haya mlikuwa mnayatekelezaje mlipokuwa kule ambako ndiko mlikosomea na ndiko mnakoamini kwamba kuna ilmu nyingi? Alhamdulillah. Lakini kule hawafuati mwezi wenu nyewe wa kimataifa, wanafuata mwezi wao. Kuna uwezekano kabisa ikawa nyewe kwa mwezi wa kimataifa duniani ni sikukuu, duniani ni Ramadhani, Saudi Arabia bado. Naomba uambie umma mlikuwa mnafunga namna gani kule na mnafungua namna gani kule. Hili swali lina maana sana 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 kabisa swala hili. Swali la 5, dunia katika muundo wake. Dunia katika muundo wake ina mchana na usiku. Dunia katika muundo wake ina mchana na ina usiku. Saumu ni ibada ya alfajiri mpaka magharibi. Saumu sio ibada ya masaa, tuelewane vizuri. Saumu ni ibada ya jua. Jua likizama ndio magharibi tayari. Sasa kuna wakati na baadhi ya maeneo linazama kwa kuchelewa, kuna wakati na baadhi ya maeneo linazama kwa kuwahi. Kwa hiyo likizama tu habari ya saumu mchana imekwisha. Sasa nyinyi kuna kipindi mnatamka
hakuna kati ya nchi na nchi zinazoachana saa 24. Kwa dunia inafunga pamoja, sababu hakuna kati ya nchi na nchi inayoachana saa 24. Sheikh Kasim Mafuta, wewe ni mwanafunzi wa Shamsia, Masha Allah, sikulinganishi na wengine hata kidogo. Unaposema saa 24, hii saa 24 inahusu nini hapa? Wakati kufunga kuna hitaji alfajiri mpaka magharibi. Unaposema saa maana yake nini? Unaposema saa unakusudia nini? Kwani saumu inafungwa masaa? Saumu inafungiwa mfumo wa jua? Saumu kama inafungiwa masaa, huoni kwamba yabidi dunia ichague ni masaa gani ya duniani tu yachague au ndio ya kufungia? Ndio maana kuna baadhi ya nchi wanafunga masaa 16, masaa 17, wengine masaa 18 mpaka wanachoka. Na wengine mpaka wanaulizia fatwa, tufanye nini sisi huku masaa ya mchana ni mengi? Dunia haiangalia habari ya masaa, dunia inaangalia jua. Pale mtu anaposimama akasema, haiwezekani bwana, kwa sababu hakuna kati ya nchi na nchi ambayo inaachana masaa 24. Masaa 24 ya nini? Sisi hatufungi saa 24. Sisi tufunga alfajiri mpaka magharibi, saumu imeisha. Swali, je, hakuna nchi duniani ambayo unafunga alfajiri mpaka inaingia magharibi, nchi nyingine ndio kwanza haijaingia siku hiyo? Kama ni maneno yaanzie hapo, yasianzie kwenye saa 24. Saa 24 hatuna haja nazo sisi. Ndio kama baadhi ya wale watu wengine wanaosema sisi na Maka bwana sambamba sanjari. Wewe, sisi na Maka hatuangalii saa, sisi na Maka tunaangalia jua. Tanzania yenyewe hii hatuangalii saa kwenye swala, tunaangalia jua. Na ndio maana magharibi Dar es Salaam sio magharibi ya Kigoma, lakini saa 12 Dar es Salaam ndio 12 Kigoma. Hata hiyo Maka yenyewe, magharibi ya Maka sio magharibi ya Tanzania, ingawa 12 ya Tanzania ndio 12 ya Maka. Kwa nini mnataja saa wakati unajua saa hazitumiki kwenye ibada? Sisi tunatumia jua. Hii sehemu hii na kuomba Sheikh Kasim Mafuta uifafanue sana sana, kwa sababu yeye ni mshamsia. Ule ushamsia utakusaidia kuwaeleza hawa ndugu zetu, hatutegemei sisi saa, tunategemea jua. Kama tutategemea saa, ingelikuwa magharibi ya Dar es Salaam ingekuwa ndio magharibi ya Kigoma, lakini magharibi Dar es Salaam, Kigoma bado. Kwa ajili hiyo habari ya saa 24, saa 24 tuondoe hiyo, tuweke alfajiri mpaka magharibi. Kwa hiyo nadhani hili utalielekeza vizuri. Swali la 6, wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wakati wa maswahaba, wakati wa karne bora, wakati wa karne takriban zaidi ya 10, dunia ilifunga tofauti bila kuwa wamoja. Dunia ilifunga tofauti bila kuwa wamoja, na sababu kubwa ni kwamba sheria haikuweka mfumo dunia nzima kufunga siku moja. Lakini sababu nyingine ya ziada, unaweza ukasema wewe Sheikh Mafuta na wenzako, ni kukosekana mawasiliano. Hivi sasa mnaona mawasiliano yapo, lakini hayajaibadilisha dunia ikawa na siku moja. Mawasiliano yapo, lakini bado dunia na siku mbili. Ndio kawaida. Yaani mchana wa Tanzania saa 7 ya Tanzania, dunia ina usiku mara 2. Marekani ni usiku hawajaamka, New Zealand ni usiku wanalala kuelekea mbele. Yaani wewe ukiwa siku ya Jumatano saa 7 Tanzania, basi New Zealand tayari wenzako wanaanza kulala ili walale waamke Alhamisi. Marekani wako usingizini, wanaamka ili waamke Jumatano. Dunia mawasiliano yapo, lakini mawasiliano hayakuja kubadilisha muundo wa dunia kuifanya iwe na siku moja. Sasa swali, kama hivyo ndivyo, huu utaratibu kuwataka nyewe watu mwezi uenee dunia nzima ili wafunge siku moja, utawezekana vipi wakati dunia yenyewe inakataa? Sasa wewe utawaelewesha kwa kutulia zaidi, na hapo ndipo ninapojenga msingi wangu kwamba huu msimamo wenu ni msimamo bid'a. Sasa wewe unaniuliza mimi, itakuwaje bid'a wakati ulama wameuzungumza? Ulama wameuzungumza msimamo, lakini baada ya ulama kuwasoma, njoo site, njoo kwenye utekelezaji, ujiulize, inawezekana kweli mwezi unaotoka Tanzania ukasaidia New Zealand, ukasaidia Marekani, ukasaidia Uchina, ukasaidia India, wakati hawa mchana, hawa usiku, hawa asubuhi, hawa magharibi, hawa usiku mwingi? Inawezekana? Kwa kuwa haiwezekani, kaa mezani ili ujue nini maana ya kuenea, upate tafsiri.
Hayo ndiyo mafuhumu ninayozungumzia mimi kila wakati hayo. Swali la 7, wewe Sheikh Mafuta unafahamu khitabu. Unafahamu khitabu, sina shaka na wewe hilo. Unafahamu khitabu, kwamba khitabu hii ikija, hii ina umumi na hii ina umum, baadaye ina khusus. Eneo hilo sina mashaka na wewe. Sasa mwenzetu katusaidia, mufti wa Saudi Arabia, hapana mufti wa Oman, kwamba ile khitabu ile yasumu liruyatihi, hana mjadala, yeye anakubali kwamba ni khitabu ya jami'ul umma. Lakini pia anasema hata ile khitabu ya aqimi sala liduluki shamsi, asema na ile pia ni khitabu li jami'il umma. Kama ambavyo jua likipinduka Oman ni ya dhuhuri ya Oman, si ya dhuhuri ya dunia nzima, ambao kwao si ya dhuhuri hawaamrishwi kuswali ya dhuhuri kwa sababu eti Omani ni ya dhuhuri, ingawa ile aqimi salata, ile aqimu, ile amri ni amri ya dunia nzima, ni kweli, ila wao kwao duluku shamsi bado. Na hapa napo sumu pia nayo ni amri vile vile, lakini liruyatihi, kuna eneo kwengine ruya bado. Akaondoka hapo akasema tena kwenye eneo la pili, ile laani na nywani, wewe unaelewa vizuri, laani na nywani, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadh min al-khaytil aswad min al-fajri thumma atimmu siyama ila al-layli. Ile laani na nywani, amri ile katika mwezi wa Ramadhani itawahusu watu wa dunia nzima au wale ambao kwao ni giza? Maana wakati amri ya kwamba kuleni na kunyweni mpaka udhihiri kwenu uzi mweupe kutoka katika uzi mweusi ambao ni alfajiri, haiwezi kuwahusu dunia nzima, ingawa kwa ile amri ni ya khitabu. Unasema nini juu ya kauli hii? Hapo inakutegemea kwamba utatengeneza kitu kizuri tu. Lakini hapo naunganisha nyuma hapo, kuna wenzetu wanasema hivi, kweli fungeni kwa kuonekana mwezi na fungueni kwa kuonekana mwezi. Ukijificha kwenu mwezi kwa mawingu, timizeni hesabu. Hivi kweli wanasema ni kweli mawingu yaweza yakafunika dunia nzima? Kama mawingu hayafuniki dunia nzima, hatuone kwamba hadithi hii inatosha kujenga msingi wa ikhtilafu al-matali? Kwa sababu wale ambao kuna mawingu wale wakamilisha hesabu, wale ambao hakuna mawingu wameona mwezi si waendelee. Hilo pia utaliangalia vizuri namna ya kulifafanua kwa vijana wetu liwasaidie. Swali la 8, umeahidi Sheikh Kasim Mafuta, umeahidi kwamba kama serikali italipanga vizuri hili swala na kama taasisi zitajipanga, na wewe uko tayari kufuata muandamo wa hapa, na wewe hupendi sana ile sura iliyofanyika ya kuwagawa Waislamu, lakini pia umesema wewe huhusiki na mwezi. Kwa mimi naomba utoe ushauri, serikali ifanye nini wakati mwezi wanaoutangaza ni BAKWATA chini ya kamati yao inahusisha baraza la ulama, inahusisha mashekhe wa mikoa na wilaya na kata Tanzania nzima, baadaye wanautangaza mwezi. Sasa ziada unayoitaka hapa katika serikali ni ipi, ili urudi katika hili kundi la kuswali Idi ya pamoja bila kuwagawa Waislamu na kuiepuka hii dhambi mlioifanya ya kuwagawa Waislamu mji mmoja, nyumba moja, chumba kimoja, nye mmewagawa Waislamu, huyu anafunga, huyu anakula, huyu anakula, huyu anafunga, jambo ambalo ni hatari sana kwa mustakbal. Unataka serikali ifanye nini? Hebu jaribu kuweka wazi, alafu na sisi tuwe msaada wetu kwenye hilo. Lakini pia katika msimamo huo ulionao Sheikh Kasim Mafuta, unawashauri nini wale basuta wale ambao wamejipa mamlaka ya kutangaza mwezi? Unawashauri nini? Ushauri tu wa kidini. Unawashauri nini wanaomiliki redio ile ambayo inatangaza mwezi na kupiga takbira bila amri ya mufti? Unawashauri nini kama Muislamu, kama shekhe, kama kiongozi? Unawashauri nini wale ambao wanatangaza mwezi usiotangazwa na mamlaka ya kidini katika nchi ile? Ushauri wako ni nini? Hilo pia ni ushauri. Swali la 9, hili la kifiqhi, la kisheria, la kifiqhi. Hivi kwa mfano mtu ametungika talaka, anamwambia mke wake kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhan umeachika, ikifika mwezi mosi Ramadhan kama hujafanya kitu kadhaa umeachika. Alafu mwezi 29 saa 8 mchana zikaja taarifa katika zile nchi ambazo zimetangulia mbele mwezi umeonekana.
Je, kwa mujibu wa fiqhi huyu mwanamke kaachika? Mwanamume kamtungikia talaka mkewe kwamba ikifika mwezi mosi Ramadhani au ikiingia Ramadhani tu, wewe binti fulani umeachika kama hutatenda kitu kadhaa nilichokutuma. Huyu mwanamke hakufanya kile kitu. Mwezi 29 ya Shaaban saa 7 mchana televisheni ikasema ile nchi ambayo iko mbele yenu nyewe kwa masaa mwezi umeonekana. Je, huyu mwanamke ameshaachika au anangojea mwezi wa Tanzania na muandamo wa Tanzania? Anangojea nini kati ya haya mawili? Hili litakuangalia vizuri na unaweza tu ukalijibia shabiki tu kwa kuangalia namna gani tufanye. Ama sehemu hii ya 10, hii ni kama siiti kama swali, niite kama vile labda maoni au kuomba msaada. Serikali ya Tanzania kuna sikukuu ambazo hizo ni za kidini. Kwa zile sikukuu za kidini, hasa dini ya Kiislamu, serikali inachukua maelezo ya BAKWATA. BAKWATA ndio inatangaza kwamba sisi kwa mujibu wa tulivyouangalia mwezi hapa, mwezi 10 ya mfunguo 3 ni siku kadhaa, na hapo itakuwa tayari ni idi yetu ya kuchinja, au kamati yetu ya mwezi leo usiku tumesikiliza mpaka sasa hivi mwezi upo au hakuna. Serikali inaangalia markaz ambayo ni Majlis al-A'la. Kwa kumbe ile BAKWATA vile ikitangaza, mdomo mmoja ni mdomo wa BAKWATA, huu mdomo ukiugawa nusu ni mdomo wa serikali. Kwa hiyo inapokuwa idi kesho yake ni idi ya kidini, kwa maana ya dini, tarehe yenyewe inatangazwa na hawa watu wa dini. Leo kwa upande wa pili ni serikali hiyo, ndio maana serikali inawapumzisha wafanyakazi wake, hawaendi serikalini. Sasa hebu jaribu Sheikh Mafuta kutoa ushauri. Inapotokezea sasa kuna raia wanatengeneza sikukuu yao, inapotokea kuna raia wanatengeneza sikukuu yao, halafu wanapingana na serikali, wanapingana na markazi ya juu ya kidini katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia. Maana bora ingelikuwa ni jambo la haramu ukasema la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Katika jambo ambalo lenyewe ni khilafia, upingaji wa aina hii tuupe tafsiri gani kidini? Kidini tuupe tafsiri gani? Dini inasema nini pale ambapo Muislamu anapingana na serikali, anapingana na makao makuu ya kidini katika nchi ile, katika jambo ambalo wala jambo lenyewe sile lenye haramu ya kukata? Yani kidini uwasi huu tuupe jina gani kidini? Yani dini yetu ya Kiislamu inasema nini? Sababu dini yetu alhamdulillah dini iliyokamilika, dini ambayo ina maoni mazuri, dini ambayo haikuacha kitu ila ilikibainisha. Mambo haya nayaweka kwako kwa sababu ninafahamu kile kiwango alichokujalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika uelewa. Katika maudhui hizi zinazohusu mwezi muandamo sitaendelea, insha Allah niahidi kuendelea kuja kuwaletea maudhui za Arafa na kuyajibu maswali yote aliyoyaleta ndugu yangu Sheikh Qasim Mafuta, na kujibu vitabu au baadhi ya vitabu alivyovitaja kwamba vinatia nguvu juu ya msingi wa saumu ya Arafa, kwamba eti Arafa ni pale tu mahujaji wakiwa Arafat ndio siku ya Arafa, na wala si kwamba eti Arafa tuhesabu habari ya mwezi muandamo ndio tuipate Arafa. Insha Allah na tutakuja kipindi chetu kuelezea juu ya Arafa. Hiyo ni maudhui yetu ya 3, kwa sababu maudhui ya kwanza tulielezea tu baadhi ya nukta, maudhui ya pili tukauelezea Uwahabi, na maudhui ya 3 tumeuelezea mwezi muandamo. Inshallah hiyo maudhui ya 4 tutakuja kuelezea juu ya swala la Arafa na kuonyesha njia gani ambayo Sheikh Qasim Mafuta amepita katika swala la Arafa, na tumwambie hiyo sio sawa, hiyo sio sawa kwa ushahidi huu na huu na huu. Ni kuombe Sheikh Qasim Mafuta, wewe Sheikh Qasim Mafuta, Mungu amekubariki. Huwezi kuwa wewe ni mtumwa wa mtu, wewe ni mtu huru. Alhamdulillah, wewe ni mtu huru, na hata nilivyokusikiliza kwenye baadhi ya klipu zako, wewe ni mtu huru. Ule uhuru wako unakupa nafasi ya kufikiri wewe mwenyewe na wala huhitaji kusaidiwa kufikiri. Katika suala hili la mwezi, kuwa makini Sheikh Qasim Mafuta, kwa sababu
Kama Sheikhul Albani anakutaka ufunge pamoja na markazi ya nchi yako, huyu ni Sheikh Al-Albani anakutaka ufunge pamoja na markazi ya nchi yako, kama ambavyo Qararatul Majma' Fiqh al-Islami wanakutaka ufunge na kufungua kwa maelekezo ya ofisi za mamufti kwenye nchi yako, kama ambavyo Mufti Baz anakutaka ufunge pamoja na mji wako, maana yake pamoja na nchi yako, kama ambavyo Mufti wa Oman anakutaka ufunge na akutaka ufungue pamoja na nchi yako. Ni vyema kukaa chini ukatafakari kwamba hivi kweli baada ya mkutano ule mimi ninapoamua sifanyi kwa sababu nitapoteza kundi langu watanikataa, au sifanyi kwa sababu nina hoja kinyume na wale? Na kuomba hilo ukae chini ulitafakari, bila kubishana, bila kuona kama kuna ugomvi. Hakuna ugomvi, kuna kufahamishana tu, kwa sababu masuala ya dini haya mwisho wa yote inaishia mtu unazikwa kaburini kwako, unakwenda kuulizwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala juu ya yale ambayo yote umeyafanya. Mimi zangu ninasaha tu, kwa sababu bado wewe ni kijana wa kidini na ninaamini kwamba una uwezo wa kujikokota ukajiendesha mwenyewe. Siamini kama ni mtu ambaye unasaidiwa kufikiri. Hapana, unaweza kufikiri wewe mwenyewe ukapima haya na ukayafanyia kazi. Inshallah mimi na nyinyi nataka tukutane kwenye sehemu yetu ya kuja kuizungumzia sasa saumu ya Arafa, nifafanue na nitaje vile vitabu ambavyo mafuta kataja na niweze kueleza majibu yangu juu ya vitabu vile. Namuomba Allah Subhanahu wa Ta'ala kazi hii ya kidini atupe thawabu, na kwa mimi naomba halafu thawabu hizo zimuendee shekhe wangu, mlezi wangu, mpenzi wangu, mfadhili wangu Sheikh Muhammad bin Sheikh Ayub. Mwenyezi Mungu amrehemu huko aliko, amuondoshee adhabu ya kaburi na ampe kitabu chake kwa mkono wa kulia, na aifanye kaburi yake ni pana madal basar, yeye na silsila yake yote nzima ya ilmu. Mwenyezi Mungu airehemu yote mpaka ifike kwa Jibril, kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wote hao. Na pia niwaombee Mungu wale wote ambao sisi ambao tumesoma katika mazingira ya kiumaskini, mazingira ya michango. Mwenyezi Mungu amlipe kila ambaye amenichangia fikra, amenichangia pesa, amenichangia mawazo, amenichangia nguo, amenichangia kunisomesha, amenichangia kunisaidia. Kila ambaye amenisaidia kwa namna yoyote ile, namuomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye pia amlipe thawabu. Namuombea kila ambaye kwa njia moja au nyingine amewezesha, amechangia mpaka ikawa sasa mfululizo huu unakuendea we mtazamaji na unauona. Na wenyewe pia nawaombea Mungu hao, Mwenyezi Mungu walipe kila la kheri na aondoshe kila la shari. Na pia nakuombea Mungu we mtazamaji, yasikilize haya vizuri, usiyasikilize kwa ubishani, kwa sababu mwisho yote ya dini unaachwa wewe peke yako na kaburi lako. Acha habari ya kuendekeza ushabiki, angalia dini yako inakuelekeza nini. Na wewe pia nakuombea Mungu ili Mwenyezi Mungu akuongoze. Na mimi pia naomba dua zenu, niombeeni Mungu ili Mungu aniongoze kwenye ile njia ya haki anayoiridhia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inshallah tukutane tena katika mada yetu ya Arafa sasa, ili nije nifafanue juu ya Arafa. Lakini hapa nilipoishia, nimeishia juu ya kinachoitwa kwamba mwezi wa kimataifa haupo, hauwezekani na hautekelezeki. Mimi ni mtumishi wako naitwa Muhammad Eid, Muhammad Abu Eid. Inshallah mpaka wakati mwingine, wassalamu alaikum wa ila liqa.